Kwa majina naitwa Mwalimu James Ndomba, ni mwalimu wa Msalato Sekondari. Natokea wilaya ya Dodoma, kwa maana ya Dodoma jiji. Na sisi watu wa Dodoma hapa tumezoea kusema jiji la Dodoma. Ndugu zangu waandishi wa habari, leo hii nimewaita hapa nikiwa na azma ya kuongea mambo mawili ambayo natamani umma wa Tanzania, lakini walimu pia ambao wapo hapa Tanzania, habari hii au taarifa hii iweze kuwafikia. Jambo la kwanza ambalo limenifanya niwaite hapa, leo ni kutangaza nia yangu ya kuomba nafasi kwenye chama cha walimu, kuaminiwa kuwa rais wa chama cha walimu Tanzania. Kwa hii ndio ajenda kubwa ambayo imenifanya leo waandishi wa habari niwaite hapa mbele na niweze kusema na umma wa Tanzania juu ya nia hii njema ambayo nimeipanga kwa ajili ya kuongoza umma wa walimu waliopo hapa Tanzania, kwa ajili ya kuhakikisha idara ya elimu na walimu wanaendelea kupambaniwa. Sababu kubwa pia ya kuomba nafasi hii ilikuwa ni kuwakumbusha walimu kwamba kumekuwa na tatizo kubwa sana ambalo linawakabili walimu, na hili ni tatizo la kuhama inapofika muda wa kuhama. Hasa pale mwalimu anapotaka kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Imekuwa ni changamoto kubwa mno. Kwa mimi kama mgombea wa nafasi ya urais nimeliona hilo na nikaamini chama chetu cha walimu Tanzania kina wajibu kama taasisi kubwa iliyobeba walimu wengi wasiopungua 240,000 kuhakikisha moja ya ajenda inayokuwepo hapo ni kuwasaidia katika uhamisho. Tunawasaidiaje? Tumesema tutakuwa na mfumo rasmi wa kusajili wanachama, mfumo wa kidigitali. Kwa kwenye mfumo wa kidigitali huu tutakao sajili wanachama wetu, walimu wetu, moja ya kazi itakayofanyika kwenye mfumo huu ni walimu wanaohama kuwa na taarifa zao kwenye mfumo. Ili kwanza tunapokuwa na walimu wanaotaka kubadilishana mkoa mmoja kwenda mwingine, wanaingia kwenye mfumo moja kwa moja, wanaona wale walimu ambao wanatamani kuhama kituo kutoka mkoa huo kwenda mkoa mwingine. Kwa kama ni mkoa ambao yeye ana uhitaji na yule ambaye kule amejisajili naye ana uhitaji, manake pale pale kwenye mfumo watasomana wao na contact zitabadilishana pale. Lakini sisi kama chama cha walimu, na sisi tutaingiza nguvu yetu ya kuhakikisha tunawapambania walimu hao wenye nia njema ya kuhama kwenda kituo kingine au kwenda mkoa mwingine, ambao wengi wao sababu zao ni kwenda kuungana na wenza wao ili majukumu ya kikazi ya kujenga taifa letu yafanyike kwa weledi zaidi. Kwa kumalizia kabisa, tulisema kabisa sisi kama chama cha walimu kimekuwa na utaratibu wa kutambua wastaafu wanapostaafu walimu kupewa bati kadhaa, na hapa sitasema idadi yake. Lakini sisi tukasema mwalimu anachangia almost kwa miaka 30. Kasema sisi tukiweka tu kwamba apate bati kule mwisho inakuwa haimtendei haki mwalimu. Kwa tukasema kwenye yale makato anayoyapata mwalimu na kwenye miradi hii tunayofikiri tunataka kuianzisha, itumike kuchangia mfuko ambao mwalimu anapostaafu atapata mafao au gawio la kile alichokuwa anakichangia, lakini miradi ilichokuwa inakichangia kwenye makato yake pale, ili anapostaafu awe kidogo na kakiinua mgongo ambako katamsaidia hata kubeba vitu vyake kuhamisha mkoa mmoja kwenda mwingine. Maanake tunaongelea ni fedha kidogo ambazo zitasaidia kwa ajili ya yeye kumuonyesha kweli alikuwa kwenye chama cha walimu, lakini pia kumpa cheti cha kumtambua kama mtumishi aliyeijenga nchi yake kitaaluma kwa miaka yote alipokuwa kazini. Kwenye moja ajenda yangu ambayo nilikuwa nimeisema ilikuwa ni kuanzisha miradi ya elimu kama vile shule zinazotokana na chama cha walimu. Kwa pili, hao walimu ambao tutakuwa tumewarejista kama walimu vivuli, wanachama walimu wanachama vivuli wa chama cha walimu Tanzania, manake wao watakuwa na nafasi moja kwa moja shule zetu zitakapoanzishwa kupata ajira ya moja kwa moja bila kufanyiwa usahili, kwa kuangalia masomo yao na maeneo wanayotokea. Kwa kama shule yetu tumejenga Mwanza, manake tutaangalia walimu wanaotokea Mwanza, ingawa tutachukua na maeneo mengine. Kwa wale ambao tumewarejista kwenye venda yetu ya chama cha walimu,
ndio watakaopata nafasi ya kufanya kazi kwenye shule zetu ambazo zinatokana na chama cha walimu. Na tutazipambania kuhakikisha shule hizi zinakuwa ni kati ya shule bora Tanzania na zinazofanya vizuri katika masuala ya kitaaluma, nidhamu pamoja na maadili ya Kitanzania. Swali hilo la pili ambalo lina kipengele cha pili, tunasema thamani ya mwalimu. Kwenye thamani ya mwalimu hapa, sisi wenyewe kama chama cha walimu tuna uwezo wa kuirudisha thamani ya mwalimu. Na nimeshasema awali hapo, tunaweza tukaanza kufanya event ambazo zinatambua michango ya walimu. Mojawapo ni kufanya Mwalimu Awards, ambayo hii itakuja kutambua walimu wote wanaofanya kazi vizuri mahala pa kazi. Hiyo awards inatakiwa idili kwenye kitu kama mwalimu aliyefanya vizuri kwenye somo fulani, mwalimu anayefanya vizuri kwenye kazi fulani, mwalimu anayefanya vizuri kwenye kitu fulani. Kwa itatambua shughuli zote za kielimu. Na tutaifanya hii Mwalimu Award kuwa ni siku maalum ambayo tutahakikisha tunapata wageni wakubwa wa nchi au viongozi wakubwa wa nchi ili kuanza kuipa thamani kada ya ualimu kutokana na hiyo activity tutakayokuwa tunaiendesha. Na kuhusu migogoro iliyopo ndani ya chama cha walimu, migogoro mingi huwa inaanzishwa na sisi wenyewe viongozi tunapokuwa tumepata nafasi za uongozi. Kwa mimi kama James Ndomba, mwalimu ambaye naomba nafasi hii ya kuwa rais wa chama cha walimu Tanzania, nikipata nafasi ya kuwa rais wa chama cha walimu Tanzania, moja ya kazi kubwa nitakayohakikisha ni kumaliza migogoro inayotokana na viongozi ambao tumepata nafasi. Tunaimalizaje? Ni kuhakikisha viongozi hawawi na maslahi binafsi wakati wa kutumikia wananchi au wakati wa kutumikia walimu ambao wanatokana na chama cha walimu. Sasa je, mtu anaweza akaniuliza unaimalizaje hivyo kwa kusema hivyo? Kwa maana inatakiwa kukumbushana wajibu wa viongozi tunapokuwa mahala pa kazi, lakini wajibu wa viongozi kwamba tunakwenda kuwa viongozi si kwa ajili ya matumbo yetu wenyewe, bali kwa ajili ya walimu wenzetu ambao wametuamini. Tunaweza tukapambania haki zao, tukapambania stahiki zao wanapokuwa mahali pa kazi. Na kwa kumalizia, ningependa kuwaomba Watanzania wote, walimu wote ambao wanawiwa na wanaamini CWT kuwa ni chama ambacho kinapambania haki ya walimu, kuniunga mkono bila kujali, bila kufikiria mara mbili au mara tatu, na kuniamini juu ya hoja nilizozisema kuwa natosha na nafaa kabisa kuwatumikia na kuitumikia nafasi ya rais wa chama cha walimu Tanzania. Naombeni kura zenu na naombeni mnipokee, naombeni walimu mnisemee kwa wapiga kura wote, naombeni tushirikiane. CWT ni ya kwetu wote. Haki na wajibu ndo msingi wa chama cha walimu. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki.